Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Rais wa mamlaka ya Palestina Mahmoud Abbas ameamuru kuchapishwa kwa rasimu ya katiba ya taifa la Palestina mapema wiki hii. Hii ni kwa mujibu wa shirika rasmi la habari la mamlaka ya Palestina Wafa ambalo limeripoti. Haya yanajiri wakati ambapo mamlaka ya Israel imeamuru wananchi wake kununua ardhi na kuiteka kabisa eneo la ukingo wa Magharibi ili kupoteza utaifa wa Palestina. Viongozi wa baraza la mawaziri likiongozwa na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu walikaa katika mkutano wake wiki hii, na moja kati ya ajenda muhimu ni kuitoa Palestina. Moja kati ya maeneo ni pamoja na ukingo wa Magharibi, na kwamba wakati huu maeneo mengi tayari yametwaliwa na Israel na kuthibitishwa kwamba yatakuwa sehemu ya walowezi wa Kiyahudi. Rasimu kamili ya katiba hiyo iliacha uhusiano wa Wayahudi na Yerusalem katika kifungu cha 3, ikidai kuwa mji mkuu wa Palestina ni kituo chake cha kisiasa, kiroho, kitamaduni na elimu, pamoja na alama yake ya kitaifa, na kujitolea kuhifadhi tabia yake ya kidini na kulinda maeneo yake ya Kiislamu pamoja na maeneo ya Wakristo. Kifungu hicho kilitaka serikali kujitolea kulinda hadhi ya kisheria, kisiasa na kihistoria eneo la Yerusalem, na ikathibitisha kwamba Yerusalem ni eneo la Palestina na kamwe hawatoweza kuiacha Yerusalem. Hatua zozote za kubadilisha tabia hiyo au utambulisho wake wa kihistoria zinachukuliwa kuwa ni batili kwa mujibu wa sheria za kimataifa. Zaidi ya hayo, kifungu cha 4 kiliteua dini rasmi ya taifa la Palestina kuwa ni Uislamu na kanuni za sheria ya Kiislamu kuwa chanzo kikuu cha kutunga sheria, huku pia kikilinda Ukristo kama dini yenye hadhi maalum katika nchi hiyo. Rais lazima pia aape kwa Mwenyezi Mungu anapoingia madarakani kulingana na baadhi ya vifungu vya kisheria, na kilitaka pia kushughulikia masuala ya kisheria ya Kiislamu katika mahakama za Palestina, kwa maana mahakama za Palestina ziongozwe kwa kutumia mifumo ya sheria za dini ya Kiislamu. Katika vifungu vingine imetoa wito wa kuwepo kwa usawa bila ubaguzi kwa kuzingatia vipengele vya kibinafsi ikiwa ni pamoja na dini, lakini pia imethibitisha uhuru wa imani na kufuata taratibu za kidini, kuanzisha maeneo ya ibada kwa wafuasi wa dini za Mwenyezi Mungu, na hakuna Uyahudi au Wayahudi waliotajwa katika kifungu chochote cha katiba. Palestina bado ni sehemu ya taifa la Kiarabu. Zaidi ya hayo, kifungu cha 1 kinathibitisha kwamba Palestina kama sehemu ya nchi ya Waarabu na inabainisha kuwa watu wa Palestina ni sehemu ya taifa la Waarabu. Wakati huo huo, ibara ya 11 imethibitisha tena Jumuiya ya Ukombozi wa Palestina kama mwakilishi pekee halali wa watu wa Palestina, hadhi ambayo imedai tangu kuanzishwa kwake na Yasser Arafat. Hata hivyo, katika katiba hiyo imeeleza wazi kwamba lazima raia watalindwa katika taifa hilo, na mamlaka ya Palestina itapambana kwa hali na mali kuwalinda raia na mali zake katika taifa hilo la Kiarabu. Vifungu vingine vinaelezea juu ya kuendeleza kutoa wito wa kutolewa kwa utunzaji wa kina wa familia za mashahidi waliojeruhiwa na waliofungwa nje na ndani ya mamlaka ya Palestina, lakini kuhifadhi hadhi yao ya kitaifa na mahitaji yao ya kibinadamu na maisha. Basi mtazamaji, hayo ni sehemu katika katiba ya Jamhuri ya Mamlaka ya Palestina ambayo sasa inatengeneza mazingira ya kujitawala vema na kutengeneza mazingira ya mamlaka iliyo kamili na kutafuta taifa huru la Palestina. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi.